Katika kipindi cha ndani ya mwezi mmoja pekee uliopita, halmashauri ya jiji la Arusha ilisaini mikataba mbalimbali ya ujenzi wa miradi ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi za Tanzania bilioni 40. Miradi hiyo ni pamoja na mradi wa stendi ya mabasi ya mikoani maarufu kwa jina la stendi ya Bondeni City, lakini mradi wa ukumbi wa kisasa wa jiji hilo mwenye uwezo wa kuchukua takriban watu mpaka 2000. Mstahiki Meya Maximilian Matlerange amebainisha hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari Mei 9 mwaka 2025. Ndugu waandishi wa habari, naitwa Maximilian Matlerange, mstahiki meya wa jiji la Arusha. Kwanza niwakaribishe kwenye ofisi ya meya wa jiji la Arusha, lakini leo kwa moyo mkunjufu na furaha ya dhati kabisa ninapenda kuwaambia wananchi wote wa halmashauri yetu ya jiji la Arusha kwamba ndani ya mwezi moja halmashauri yetu imeweza kusaini mikataba ya miradi ya ujenzi yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 40. Miradi hiyo ni pamoja na ukumbi wa mikutano wa jiji la Arusha ambao utaenda gharimu zaidi ya shilingi bilioni 6, lakini barabara yetu ya Eso Longdam ambayo ina gharimu zaidi ya shilingi bilioni 3, lakini na ule mradi maarufu wa stendi ya Bondeni. Stendi ambayo ikienda kukamilika itakuwa stendi yenye hadhi kubwa kwa ubora katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Stendi ile iko kwenye package moja sambamba na soko la Kilumbero ambayo itakuwa soko la kitalii, lakini na soko pia la Kwa Mrombo ambayo nayo itakuwa na hadhi ile ile ya soko la kitalii. Sambamba na hilo pia tuna ujenzi wa bustani ya mapumziko katika bonde la mto Temi. Miradi hiyo yote kwa pamoja ambayo ilisainiwa, na mradi wa mwisho wa stendi ulishuhudiwa na Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa pamoja na mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Paul Christian Makonda ambayo ilisainiwa tarehe 2. Sasa hivi tunapoongea wakandarasi wote wako site, na hii sio namna ya kawaida, kwa sababu kwa kawaida mkandarasi akisaini mkataba anahitaji wiki 2 ya mobilization, lakini tunapoongea mradi uliosainiwa tarehe 2, sasa hivi mkandarasi yuko site. Sio kwamba anafanya mobilization, ameshaanza kabisa kazi ya ujenzi. Kwa hiyo mimi niwape hongera wananchi wote wa halmashauri ya jiji la Arusha, niwatie moyo, lakini niwaambie kwamba jiji lenu miradi ya maendeleo inaendelea. Lakini kwa namna kipekee pia nimshukuru Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mkuu wetu wa mkoa wa Arusha, ambaye naye amekuwa ni chachu kubwa ya miradi hii katika jiji letu. Lakini nisisahau pia serikali yetu ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo Dr. Samia ndio aliyeleta pesa hizi katika jiji la Arusha. Kwa ujumla mimi niwatoe wananchi wasiwasi, tuache kusikiliza maneno ambayo ni ya upotoshwaji kwamba hakuna kinachoendelea. Kazi kwa jiji la Arusha inaendelea kwa kasi sana, na mimi ninategemea kuiona jiji la Arusha ikiwa jiji litakalokuwa na miradi mikubwa ya maendeleo. Nimesema tu hii miradi michache ya jiji, lakini tusisahau kazi kwenye uwanja wa Afcon, uwanja wa Samia Suluhu Hassan inaendelea. Tusisahau pia mkataba uliosainiwa kwa ajili ya jengo la mikutano ya kimataifa ya Kilimanjaro International Conference Center, naye mkandarasi anaendelea na maandalizi ya miradi. Kwa hiyo kwa ujumla kazi katika jiji letu linaendelea, na mimi niseme Dr. Samia mitano tena. Hapa ni eneo la Levolosi ambako kuna jengo ukumbi mkubwa wa kisasa wa jiji la Arusha. Naitwa Beno Batinamani, ni mkurugenzi wa kampuni ya uhandisi ushauri. Natokea kampuni ya Volmetic Concert Limited ya Dar es Salaam. Niko hapa na mstahiki meya wa jiji la Arusha, tukiwa katika shughuli ya kumkabidhi mkandarasi eneo la ujenzi kwa ajili ya ujenzi wa ukumbi wa kisasa eneo la Levolosi. Ukumbi wetu utakuwa na uwezo wa kubeba watu 2000 kwa wakati mmoja, na kutakuwa kuna migahawa na kumbi ndogo ndogo za kisasa na ukumbi mkubwa ambao kuingiza watu 1000. Pia tutakuwa na eneo kubwa kwa ajili ya kupaki magari na vile vile huduma mbalimbali za kijamii. Waandishi wa habari, leo nimekuja hapa site katika kata ya Levolosi ambako tunategemea kujenga ukumbi mpya, ukumbi wa kisasa, ukumbi wa mikutano ambao ukikamilika unaenda kuweza kuaccommodate watu 2000, ikiwa ni pamoja na parking na facilities zingine za ukumbi mdogo wa mikutano. Ukumbi huu utakamilika ndani ya miezi 12 kutoka sasa. Ina maana mwakani tarehe kama hii ya leo
ukumbi huu utakuwa tayari kwa ajili ya matumizi, na hii iko in line na yale maono ya Mheshimiwa Paul Christian Makonda ya utalii wa kimikutano katika jiji letu la Arusha. Ukumbi huu ukikamilika utaungana na ukumbi wa ACC na kumbi zingine zinazoendelea kujengwa katika kuwaleta watalii katika jiji letu la Arusha. Na leo mkandarasi amekabidhiwa site, na kama tulivyosema Arusha jiji tukisaini mkataba tunataka tumuone mkandarasi site, na namshukuru Mungu kwamba leo amekabidhiwa site, na nimshukuru Bwana Beno ambaye ni mtaalamu mshauri kwa kusimamia jambo hili. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi na kuendelea, wananchi wategemee kwamba kazi inaanza. Kazi hii kuanza ina faida nyingi, ukiacha mambo ya mikutano, lakini ajira itaenda kutengenezwa kwa wananchi au vijana wetu wa halmashauri ya jiji la Arusha. Hapa mafundi watapata kazi, hapa vibarua watapata kazi, hapa mamalisha watapata kazi ya kuuza chakula kwa hao wanaofanya kazi hapa. Lakini sambamba na hilo, wafanyabiashara wetu, watu wenye hardwares pia watapata kazi, kwa maana ya material ya ujenzi ambayo itanunuliwa kwa ajili ya shughuli hii. Lakini mahoteli yetu pia yatapata watu kwa sababu ya wafanyakazi wa nje ya mkoa wa Arusha ambao watakuja kusimamia mradi huu. Kwa hiyo mradi huu una tija kubwa sana kwa jiji letu la Arusha na kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi niseme Arusha jiji, kazi inaendelea na Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hapa ni katika eneo ambalo linakuja kujengwa stendi kubwa ya mabasi mkoani Arusha, katika jiji hili la Arusha, katika eneo hili maarufu la Bondeni City, ambapo tayari hatua mbalimbali zinaendelea, ikiwa ni pamoja na maandalizi ya mradi kuanza, ambapo hapa tayari mkandarasi amekwisha kuanza kujenga ofisi zake hapa.